Serikali ya Israel imetambua mwili wa mwanafunzi wa Tanzania ambaye alikuwa mateka Gaza. Ni Joshua Molel ambaye aliwasili Israel mwezi mmoja tu kabla ya shambulio lile la Hamas. Karibu sana. Hii ni Matukio Online TV. Bwana, serikali ya Israel imethibitisha kuwa mwili wa marehemu Joshua Luito Molel, mwanafunzi kutoka Tanzania aliyechukuliwa mateka katika ukanda wa Gaza tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 umetambuliwa rasmi. Utambulisho huu bwana umefanywa na Kituo cha Kitaifa cha Tiba ya Uchunguzi wa Vifo kwa ushirikiano na polisi ya Israel pamoja na jeshi la ulinzi la Israel IDF. Familia ya marehemu imejulishwa rasmi na mwili wake umerejeshwa nchini Israel. Serikali ya Israel imetoa salamu za rambirambi kwa familia ya Molel na kwa familia zote za mateka waliopoteza maisha. Serikali na jeshi la ulinzi la Israel wenyewe bwana wamesisitiza kuwa wanaendelea kufanya kila juhudi kuwa watahakikisha mwili na pamoja na miili mingine ya mateka wote inarejeshwa kwa maziko yenye heshima. Vile vile serikali imeitaka Hamas kutekeleza makubaliano na kurejesha miili ya mateka waliobakia. Wamesema kwamba hatapumzika hadi kila mmoja arejeshe nyumbani kwake. Katika taarifa ya hapo awali ilisema kwamba Tanzania wawili na raia mmoja wa Afrika Kusini ni miongoni mwa mateka 224 walioshikiliwa na Hamas baada ya mashambulizi ya Oktoba 7 Israeli. Serikali ya Israeli ikasema hivyo. Taarifa ilitoka Oktoba 26 mwaka 2023, lakini taarifa hiyo ilipotoka ilisema kwamba hakuna hata mmoja kati ya hao watatu aliyetajwa. Balozi wa Tanzania nchini Israel Alex Kalua akaiambia BBC kwamba ofisi yake pia imepata uthibitisho kutoka kwa mamlaka za Israel kuwa raia wawili wa Tanzania ni mateka wa Hamas. Hata hivyo, Balozi Kalua hakutoa majina ya wawili hao, ingawa Balozi Kalua pia hakuthibitisha kama mateka hao ndio wale wanafunzi wawili ambao hapo awali ofisi yake iliripoti kuwa hawajulikani walipo. Lakini BBC ikazungumza na familia ya mmoja wao, Joshua Molel, ambaye alikuwa mwanafunzi wa kilimo kwenye mojawapo eneo la makazi lililolengwa. Wageni kutoka nchini 25 kwa ujumla wamezuiliwa na Hamas. Israel ilisema kwa wakati huo sasa walichukuliwa wakati wanamgambo kutoka Hamas ambayo Israel, Uingereza, Marekani na kundi la mataifa yenye nguvu yanahitaja kama shirika la kigaidi walipovuka hadi Israel kutoka Gaza na kuua takriban watu 1400. Israel bwana tangu wakati huo imelipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga huko Gaza ambayo Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas inasema yameua takriban watu 6500.